your future or the future of the species? You don't get to play God. Bwana, karibu sana kwenye bonge moja la movie ambalo linakwenda kwa jina la The Fix, ambayo imetoka 2026. Bwana, movie hii bwana ni kali sana, na movie hii bwana ina vitu vingi sana ambavyo vinatufundisha. Bwana, movie inaanza katika mazingira ulimwengu wa siku za mbeleni uliokumbwa na janga kubwa sana la viwanda, ambapo asilimali kubwa sana ya anga la dunia limeharibiwa vibaya sana na kuwa na sumu kali isiyoweza kupumua katika mazingira haya ya kutisha. Bwana, wananchi wanalazimika kuishi kwa kuvaa vinyago maalum kila wanapotoka nje, huku hali ya maisha ikiwa ngumu sana kiasi kwamba hewa safi imekuwa bidhaa ya thamani kubwa sana inayomilikiwa na kushindwa kwa nguvu zote za kampuni kubwa za kibepari. Bwana, katika mji huo uliogubikwa na hewa yenye sumu, kampuni kubwa ya teknolojia ya afya ijulikanayo kama Aethera imejipenyeza na kushiriki uchumi wote wa kuzalisha bidhaa maalum ya kulinda afya itwayo Aileen. Bwana, bidhaa hii inauzwa kwa bei ya juu sana, jambo ambalo linafanya tabaka la juu pekee ndilo linaloweza kumudu kununua ulinzi huo wa maisha, wakati wananchi wa kawaida na wa chini kabisa wakihangaika kupumua kwa hewa chafu na kuhatarisha afya zao kila uchwao bila kupata msaada wowote kutoka kwa serikali au kampuni hiyo kubwa. Bwana, movie hii inamleta mhusika mkuu Ella, msichana mlemba anayefanya kazi kama mwanamitindo anayeinukia na ambaye ameteuliwa kuwa sura ya matangazo ya kampuni hiyo kubwa ya Aethera. Bwana, licha ya kuonekana anaishi maisha mazuri ya kifahari akiwa na marupulupu mengi kutokana na kazi yake, Ella bado anabeba majonzi makubwa moyoni mwake kufuatia kifo cha ghafla cha mama yake mzazi, tukio ambalo lilitokea mwaka mmoja uliopita na limekuwa likimtesa kisaikolojia siku za hivi karibuni. Bwana, siku moja wakati Ella akiwa katika hali ya huzuni kubwa, huku akiwa hana mfariji karibu yake kwani baba yake yupo safarini nje ya nchi, marafiki zake wa karibu wanamuhimiza kwenda kwenye sherehe fulani ili kuburudisha moyo wake. Bwana, anapofika kwenye sherehe hiyo anakutana na mshtuko mkubwa sana wa kimaadili baada ya kumfumania mpenzi wake Tuli akiwa kwenye bathtub pamoja na rafiki yake kipenzi ambaye anaitwa Gina, jambo ambalo linathihirisha usaliti mkubwa sana wa wazi kati ya watu hawa. Bwana, wakati hicho kipindi cha ugomvi na hasira kali, inafahamika kuwa Tuli anajihusisha na biashara za siri za nchi kwa nchi za uuzaji wa madawa kulevya na vichochezi visivyo rasmi. Katika harakati za vurugu hizo, Tuli anaacha chupa ndogo yenye dawa ya majaribio ya rangi ya blue iliyokuwa na nguvu za ajabu sana, dawa ambayo ilitengenezwa na wanasayansi wa mtaani wanaotaka kuvunja monopoli ya kampuni ya Aethera ili kuwasaidia wananchi wa kawaida. Bwana, kwa hisia na hasira za kutaka kulipiza kisasi au kusaulisha machungu yake, Ella anachukua chupa hiyo ya dawa ya majaribio na kuimeza yote kwa mara moja bila kujua madhara yake makubwa ya baadaye. Bwana, asubuhi yake mwili wa Ella unaanza kuonyesha mabadiliko ya kushangaza na ya kutisha, ambapo seli zake za mwili zinaanza kubadilika na kusababisha mabadiliko ya kiumbile, ambapo huku akianza kupata nguvu zisizo za kawaida na uwezo wa kipekee wa kimwili. Bwana, mbali na miujiza hiyo ya kupata nguvu za ziada, Ella anagundua mabadiliko makubwa sana zaidi. Anaanza kuona kwamba anaweza kupumua kabisa hewa ya nje yenye sumu bila kuhitaji tena vinyago vya kujikinga ambavyo kila mtu anavitumia kuishi. Uwezo huu mpya unamfanya atambue kwamba dawa hiyo aliyoimeza kwa bahati mbaya haikuwa tu sumu ya kawaida, bali ni ufunguo mkubwa unaoweza kubadilisha kabisa mustakabali wa afya ya binadamu yeyote anayeishi katika mazingira hayo magumu. Bwana, hali inabadilika na kuwa ngumu pale ambapo habari za kuwepo kwa dawa hiyo ndani ya mwili wa Ella zinasambaa kwa kasi na kujikuta akisakwa na makundi mawili hatari kwa wakati mmoja. Kundi la kwanza likiwa na maafisa wa usalama wa kampuni ya Aethera chini ya mkurugenzi wao mwenye tamaa ambaye anaitwa Eric, na kundi la pili likiwa ni genge la wahalifu wa mtaani wanaotaka kumtumia kwa maslahi yao binafsi. Ella analazimika kukimbia ili kuokoa uhai wake, huku akijaribu kutafuta njia nyingine mbadala ya kuweza kusurvive. Bwana, Ella analazimika kukimbia ili kuokoa uhai wake, huku akijaribu kutafuta mtaalamu wa kumsaidia kuelewa kile kilichoendelea mwilini mwake.
Bwana Helic, mkurugenzi mkuu wa Athera anayechezwa na Daniel Shalman, anafanya kila liwezekanalo kumnasa Ella, kwa sababu anatambua kuwa siri iliyopo kwenye damu ya Jane za Ella inaweza kuhatarisha biashara yake yote ya kuuza hewa kwa mamilioni ya dola. Bwana Helic anatumia rasilimali zote za kampuni hiyo kufanya msako mkali kila pembe ya mji, akiongozwa na hofu kubwa kwamba endapo uwezo wa Ella utafahamika kwa umma, kampuni yake itaporomoka sana. Bwana, wakati wa kukimbia kwake, Ella anajipenyekeza ndani ya hospitali fulani kubwa akitafuta msaada wa kitabibu kutokana na wataalamu waliopo. Bwana, lakini badala ya kusaidiwa, wafanyakazi wanaita ulinzi mara baada ya kugundua utambulisho wake katika harakati za kutoroka huko. Bwana, anajikuta akiingia kwenye sehemu ya wagonjwa mahututi waliotengwa. Bwana, wapo karantini hao, anaona watoto na watu wa tabaka la chini wakiteseka bila dawa wana msaada wote, jambo linalomfungua macho kuhusu ukali wa mfumo wa kibepari unaokandamiza wananchi hao. Bwana, katika harakati za kuendelea kujificha, Ella anakutana na mwanasayansi mkongwe na mwenye hekima anayejulikana kama Solomon, mtu ambaye alihusika na utengenezaji wa dawa hiyo ya blue tangu mwanzo. Bwana, Solomon anamweleza Ella ukweli kamili kwamba mabadiliko ya mwili wake sio tu kwamba yanamfanya kuwa salama dhidi ya hewa yenye sumu, bali damu yake ya jeni zake zilizobadilika zina uwezo mkubwa wa kutengeneza tiba ya kudumu itakayookoa mamilioni ya watu wanaishi kwenye maisha magumu sana. Bwana, kilele cha filamu kinakuja pale ambapo Ella akiwa amejizatiti na kwa nguvu zake zote mpya za kipekee na msaada wa wachache waliosalia upande wake, anaamua kuelekea moja kwa moja kwenye makao makuu ya kampuni ya Athera ili kusuluhisha mgogoro huo mara moja na kuwa na maelewano milele. Bwana, eneo hilo linageuka kuwa uwanja mkali wa mapambano ya risasi, teknolojia ya kisasa na ukuta wa chuma, huko Ella akionyesha umahiri mkubwa sana wa kutumia uwezo wake wa kibinadamu na mabadiliko ya kimaumbile kupambana na walinzi na viongozi hao ambao wapo kwenye hiyo kampuni wanaomzuia Ella asiweze kuingia. Bwana, mapambano haya hayana mshindi rahisi, lakini yanampa Ella nafasi ya kujifua uovu mkubwa uliokuwa ukifanywa na Athera kwa umma mzima wa ulimwengu uliodhulumiwa kwa muda mrefu sana. Bwana, ingawa anafahamika kuwakimbia maadui zake na kuacha pigo kubwa sana kwa utawala kibepari, filamu inamalizika kwa mtindo wa wazi unaonyesha kwamba kazi ndiyo kwanza imeanza, kwani ulimwengu wa sasa unalazimika kubadilika na kukubali ukweli mpya wa maisha ya kufa chini ya mfumo wa sumu. Bwana, hii ni bonge moja la movie ambalo linaitwa The Fix ambalo lishatoka, mwendelezo wake ni 2026, lakini yenyewe ilikuwa ni 2024. Nilikuletea simulizi hili, naitwa Cha the best presenter in town, na hii ni Cha the storyteller, mnyama OG, mzee wa movie.